بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Tukimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambazo kwamba ametujalia. Katika jumla ya neema ni hii kutupata wakati kwamba kuelezea darsa za Ramadhan na kuelezea Waislamu tarikh ya Uislamu na vile vile kuelezea Waislamu habari za manabii. Hizi zote ni katika neema Mwenyezi Mungu ametupatia, na ni haki tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zote ambazo kwamba ametujalia, kwa sababu ndio njia pekee aliyotuwekea kwamba wa ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Mwenyezi Mungu amechukua ahadi kwamba akitupatia na tukamshukuru basi atatuongezea. Tukiendelea na masala ya Nabii Allah Musa, na darsa iliyopita tulifahamu ya kwamba Nabii Allah Musa baada ya kuvuka bahari ile na Firauni kuangamizwa, waliambiwa waingie katika ardhi ya Baitul Maqdis, na kuna jababira pale wataka kupigwa na kutolewa, na watu wake walikataa na wakamwambia kwamba idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaiduna, enda wewe na Mola wako mkapigane, sisi tuko hapa hapa hatutoki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapoteza hawa jamaa katika msitu, wakawa kila ukitaka kutoka hawawezi, kila ukitafuta ndia hawapati ndia kutokea, manake ni uquba. Wakana dhalika uqubatun min Allah Ta'ala lahum. Mwenyezi Mungu akawaletea adhabu hiyo kwamba hamutaki kutoka na kupigana, basi bakini hapo hapo, na kutoka ile kawaida pe msitoke. Banu Israila waliishi katika msitu kwa muda wa miaka 40 kama Qur'ani inavyosimulia. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala alqawmi alfasiqin. Wa kana dhalika 'uqubatu min Allah Ta'ala lahum, na hiyo ilikuwa ni adhabu, ni adabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuwaletea hao jamaa baada ya kuwa wamekataa kusikia maneno ya Nabii Allah Musa. Hatta anqaradha dhalika aljilu alladhi asha ala dhull, mpaka kikakatika kizazi kile ambacho kwamba kimezoea kuishi katika udhalilifu kuanzia kwa Firauni. Manake baada ya miaka 40 ile timu iliyotoka kwa Firauni kule waliokoka kwenye bahari na pamoja na Nabii Allah Musa wale waliisha, lakini ikawa wamezaa kwenye ule msitu, walizaana pale ndani, kisha wale wazazi wale wakafa. Ikawa sasa ile grupu iliyokataa kuingia katika kuwapiga vita wale jababira imekwisha. Sasa kuna ajili ambayo kwamba ni mpya, kizazi kipya. Na baada ya hapo kama tarehe inavyosema, wajaa min ba'dihim min al-abna'i alladhina aashu fi as-sahra ala al-hurriya wal-'izza, kukaja kizazi ambacho kwamba kiliishi katika msitu kwenye ile jangwa lile, na waliishi ala al-hurriya, wakawa kwa huru na wanaiz, wana nguvu, na hawakuzoea kitu udhalilifu, kwa sababu hawa wazee walikuwa tayari wamezoea kwa Firauni kuteswa na unyonge. Sasa walipokuwa wameambiwa endeni mkapigana na wale watu wabaya, ikawa wamedhoofika na wameshazoea kushindwa kila siku. Lakini baada ya kuwa wameshaondoka na umri umekwisha, kizazi ambacho kwamba kilizaliwa, manake miaka 40 ni mingi, hapo waliozaliwa ni watu wamekuwa na wao pia wamekuwa ni wenye kuoa sasa takriban. Basi walipokuwa sasa wamekuwa ni watu wa kisawasawa, fadakhalu, wakaingia ma Yusha ibn Nun al-ardha al-muqaddasa, waliingia pamoja na nabii huyo ambaye kwamba aitwa Yusha. Manabii wa Bani Israili walikuwa ni wengi sana,
na manabii ukaenda ukisoma tarikhi hesabu yao ni nyingi sana, waliotajwa kimajina na kuelezewa ni wachache sana. Sasa ikawa Nabii Allah Musa ameondoka duniani, manake amekufa, na ndugu yake Haruni vile vile ndio alitangulia kufa, kisha akaja huyu Yusha. Lakini ile amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa ni yenye kutekelezwa, na Yusha ibn Nun akaingia na jeshi kuwatoa hawa watu wabaya. Tarikhi yatuambia mal ibra min tarikh bani Israila. Kuna ibra gani, mazingatio gani watu kusoma tarikhi ya bani Israila? Kwa sababu tarikhi yao ni ndefu na wana mengi, na katika Qur'ani wao ndio wametajwa sana viswa vao na habari zao. Tuambiwa qad akthara al-Qur'anul Karim al-haditha an bani Israila. Qur'an imefanya wingi sana kutaja mazungumzo ya bani Israila, watoto Nabii Allah Yaqub. Israili huyu ni Yaqub, ndio jina la Nabii Allah Yaqub hili, na kitafsiri yake ni Abdullah. Hii Israili ni kilugha yao, lakini maana Israil ni Abdullah, na Abdullah aliyokusudiwa hapa Nabii Allah Yaqub. Sasa Qur'ani imetaja habari nyingi za hao jamaa bani Israila na matukio yao mengi ambayo kwamba ilitokea na hawadithihim. Qur'ani imetaja sana. Lengo liyakhudha al-insanu al-ibra min hayati hadhihi al-umma at-taghiya al-baghiya, binadamu apate mazingatio kutokana na uhai wa umma huu ambao kwamba ni wenye kupotea, umma mbaya, walikuwa na matatizo. Umma allati ambao kwamba tuqabilu ni'mata bil juhud, wa kabiliana na neema kwa kupinga neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amewaruzuku, amewapatia ushindi, akawatoa kwa Firaun. Mwenyezi Mungu akawaletea manna na salwa, wanatabu ya maji, mifereji ile, jiwe likapigwa fimbo likatoa laini za maji 12, wakapata maji. Lakini neema zote hizi hawakuzitambua, wakawa wao wana ukorofi bado. Wal ihsan bil isyan, umma ambao kwamba badala ya kushukuru ihsan waliotendewa na Mwenyezi Mungu, ikawa wao tukabilu al-ihsana bil isyan, walipiza ihsani kwa madhambi, kwa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqad aghdaqa Allahu alaihim ni'ama, Mwenyezi Mungu aliwamiminia hawa jamaa neema zake. Banu Israili walikuwa na neema nyingi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanajahum min kaidi aduwihim, katika khairi ambazo kwamba waliojaliwa na ihsani waliofanywa na Mwenyezi Mungu ni kwamba najahum, Mwenyezi Mungu aliwaokoa min kaidi aduwihim, kutokana na vitimbi vya adui wao, akikusudiwa Firaun. Wa ahlaka Firauna wa junudahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwangamiza Firauni na jeshi lake. Na ni ihsani aliyofanyia Banu Israila hawa, kwa sababu kama tulivyoelezea nyuma, walipofika pahali ikawa mbele kuna bahari, nyuma Firauni waja na jeshi, wakamwambia Nabii Allah Musa, inna la mudrakuna, sisi hapa tutadirikiwa, tutapatikana, tutumalize hapa. Ingekuwa Mwenyezi Mungu hakuwafanyia ihsan ya kuwafungulia bahari, wangekuja wakauawa na kumalizwa. Lakini Mwenyezi Mungu aliwafanyia ihsani kubwa, akamwambia Nabii Allah Musa aichape bahari, bahari ikafunguka, wakapita mpaka akhiruhum, wa mwisho wao kabisa. Na jeshi la Firauni lilipoingia kuwafuata, alipoingia wa mwisho katika maji, bahari ile Mwenyezi Mungu akamwamrisha Nabii Allah Musa ichape ili ijifunge. Hao tumeamua kuwamaliza leo. Hii yote ni ihsan Mwenyezi Mungu aliyofanyia Banu Israila, lakini wakawa ni watu ambao kwamba hawakumbuka ihsani. Fama kana minhum ba'da hadha aljamil wal ihsan illa an abadu al-ijla. Sasa angalia walivyokorofi, baada ya uzuri wote huo waliofanywa na Mwenyezi Mungu, ihsani yote hiyo waliofanywa na Mwenyezi Mungu, baada ya hapo walopa asante yao, maana yake kumpatia Mungu, wakatengeza ng'ombe wakamfanya Mungu. Wakatengeza ng'ombe wakamfanya Mungu,
na hichi kigombe kilitengezwa kwa dhahabu na urembo. Ikawa sasa wao wamesahau kwamba wenzetu wale walimkataa Mungu wamekufa kwenye maji. Sisi tumeamua kumfuata Nabii Musa, hata tuendelee na msimamo huu wa kumkubali Mungu ndiye Mungu. Lakini hakusikia. Korofi kupita kiasi. Hawa ndio hawa Mayahudi ambao kwamba sasa hivi pia bado waendelea kufanya korofi ulimwenguni. Watembea na Nabii Musa. Wao Nabii Musa ameshawalingania kwamba Mungu ni mmoja. Walipita sehemu wakaona watu waabudu masanamu, wamwambia Nabii Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tutengezea sisi Mungu wetu kama vile walivyoona. Ni watengezee Mungu vipi? Nimemwambia Mungu ni mmoja na nimeshawapatia imani ya Mungu. Nyinyi mwaona watu waabudu visanamu na waabudu vitu havyoeleweki, mwanaambia ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mnataka Mungu yupi zaidi ya huu ambao kwamba nimewafahamisha mimi? Lakini ilikuwa ni asili yao korofi. Vile vile watanakkaru lida'wati nabihim Musa alayhi salam, walipinga dawa ya nabii wao Nabii Musa alayhi salam, walipinga dawa yake. Vile vile waqatalu al-anbiya, Banu Israili hao waliwaua manabii wengi sana. Ukienda kusoma tarikh, manabii ni wengi sana ambao kwamba walikuja kwa Banu Israila na wakawaua. Vile vile wasafaku dima al-abriya, walimwaga damu za watu wema, watu ambao kwamba hawana hatia, watu ambao kwamba hawana makosa, watu ambao kwamba wako na Mungu, wao wakamwaga damu zao wakawamaliza. Wote huu ni ukorofi ambao kwamba Banu Israili walikuwa wakiufanya. Wafaalu, na vile vile walifanya ma taqsha'iru lahu al-abdan, maneno ambayo kwamba ama mambo ambayo kwamba ukisikia mwili wa kusumuka, malaika wasimama wa mwili. Walifanya vitendo ambavyo kwamba vibaya sana. Wakanat nihayatuhum, na mwisho wao watu hawa ulikuwa amassahumullahu qirdatan wa khanazira, Mwenyezi Mungu aliwabadilisha, wengine akawafanya nguruwe, wengine akawafanya mayonda galdesa kama wao wanavyosema, wakawa ni mayonda. Wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakasirikia na akawalani. Na wakawa ni watu wabaya sana. Qur'an yasema dhalika biannahum kanu yakfuruna biayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun wama dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Hizi ni aya ambazo kwamba zaelezea kwamba hawa watu walikuwa ni wenye kumkufurisha Mwenyezi Mungu, wakufurisha aya za Mwenyezi Mungu na alama zake, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, na walikuwa wakiua manabii pasina haki. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yote hayo kwa sababu kwamba wao walikuwa wameasi na kwa sababu walikuwa wamevuka mipaka. Na yote waliowafanya wa madhalamahumullahu, Mwenyezi Mungu hakuwadhulumu watu hawa, walakin kanu anfusahum yadhlimuna, nafsi zao wenyewe walidhulumu. Masala Nabii Musa ndio hayo takriban tumeshamaliza. Tumalizie tu kifungu cha mwisho cha kuelezea kifo cha Nabii Musa. Wafatu Musa alayhi salam, kufa kwa Nabii Musa. Tuufia kalimullah Musa alayhi salam baada akhi Harun, alikufa Nabii Musa baada ya ndugu yake Harun, fi ardhi Tihi, katika ile ardhi Tihi ambapo kwamba walikuwa wameingia hapo ndani. Walam yadkhul al-ardh al-muqaddasa bi bani Israila, na Nabii Musa hakuingia kule ardh al-muqaddasa walipoamrishwa wale jamaa kuingia wakakataa, yeye hakuwahi, alikufa kabla ya hapo. Wa inma dakhalaha bihim, aloingia na jamaa katika ardhi ile muqaddasa ni Nabii Yusha ibn Nun, kama aslafna, kama tulivyoeleza nyuma. Waqad kana umru Musa hina wafatihi, umri wa Nabii Musa ulikuwa alipokufa ni ana miaka 120. Na Nabii Musa akazikwa sehemu ambayo kwamba inaitwa Al-Kathib Al-Ahmar, ndio sehemu ambayo kwamba amezikwa. Na Mwenyezi Mungu
amswalia Nabii Musa sallallahu alayhi wa taghammadahu Allah birahmatihi amin. Hapa tumemaliza habari za Nabii Musa na tarikhi yake kutoka kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Inshallah darsa ambazo kwamba zitafuata tutaangalia manabii wengine, tuelezee ikiwa baada ya Nabii Musa na Nabii Isa. Wako manabii ambao kwamba wametangulia nyuma, lakini katika kueleza tukimaliza Nabii Musa na ndio tumeshamaliza habari zake, tutashika habari za Nabii Isa na tutaendelea na manabii wengine. Na lengo la kuelezea manabii hawa kwanza, kwa sababu darasa ya kwanza kabisa, hii darasa ndefu tumeanza kitambo, darasa kadhaa za Ramadhani miaka iliyopita ya nyuma, hawa manabii wote tutawaelezea. Lakini kwanza tumeshika wale ulul azmi, wale bora zaidi. Kwanza tukamwelezea Nabii Nuh habari zake, kisha tukamwelezea Nabii Ibrahim habari zake, na sasa hivi tumemwelezea Nabii Musa, tumemmaliza habari zake. Ambayo yafuata katika wale ulul azmi Nabii Isa, naye tutamwelezea. Kisha tutamwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba ni afdaluhum. Tukiwamaliza hawa watano ulul azmi, ndio tutaingia katika manabii wengine ambao kwamba wamebaki, kina Nabii Idris, Nabii Hud, Salih, Lut, Ismail ila akhir al-anbiya biidhnillah al-karim. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم وجزاكم الله خيرا. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.